Assalamu alaikum na karibu katika udukuzi wa vichwa vya habari vya magazeti mbalimbali ya Tanzania. Leo ni tarehe 20 ya mwezi wa 11 mwaka 2025. Siku nzuri kabisa, siku ya Alhamis. Nikualike kunako udukuzi wa vichwa vya habari vya magazeti mbalimbali ya Tanzania, dakika kadhaa ya kutazama namna magazeti ya Tanzania yalivyoandikwa kwenye kurasa zake za mbele. Jina langu ni Shehani Mzaina na hii ni Toka Zamani TV. Kubwa ni kukumbusha, kama ndo mara ya kwanza kabisa unaungana nasi, tafadhali subscribe na bonyeza alama ya kengele. Lakini pia tunapatikana kwenye kurasa zetu za mitandao ya kijamii Facebook, Instagram, TikTok, bila kusahau mtandao wa X kwa jina la Toka Zamani TV. Usisahau kuacha bodi yako kwenye comment kwa kile ambacho unakitazama kupitia hapa Toka Zamani TV. Asante sana kwa kuwe mdau ambao unaandika comment. Na bila kupoteza wakati tunaanza rukuzi siku hii leo kwa kulitazama gazeti ya Habari Leo, gwiji la habari Tanzania. Tunapewa nguvu na The Mart Supermarket ambayo ipo Dar es Salaam, Kigamboni, Kibada, barabara ya kwenda darajani. Maziwa mtindi na bidhaa za maziwa kutoka Kondiki Moshi, bidhaa za nyama, sausage bora kabisa Tanzania kutoka Peramio, lakini pia vinywaji vya aina mbalimbali vinapatikana hapo, mafuta ya kupikia, lakini pia na bidhaa nyingine nyingi kwa ajili ya matumizi yako wewe ambaye unatutazama wakati huu. Fika hapo ili uweze kupata bidhaa zako mbalimbali ambazo unazihitaji. Kwa mawasiliano zaidi na The Mart Supermarket, piga simu namba 0775946447. Gazeti Habari Leo, habari iliyopewa kipaumbele ni mawaziri wapya hakuna kulala, waanza kazi rasmi kwa kasi, waahidi ufanisi, utu matokeo chanya. Habari katika ukurasa wa pili wa gazeti hili. Daktari akamatwa tuhuma za makosa ya jinai Geita. Habari katika ukurasa wa 3. Gazeti hili limeandika Mwinyi ahidi kuimarisha mazingira zaidi kuvutia uwekezaji. Habari katika ukurasa wa 4. Wasomi, tume ya Samia ni hatua nzuri kutibu taifa. Habari katika ukurasa wa 2. CCM yatangaza kiama viongozi wa zembe. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 3 wa gazeti hili. Lakini pia gazeti hili limeandika Samia amteua Machumo mkurugenzi wa mawasiliano Ikulu, Tido mshauri. Habari katika ukurasa wa 2. Tanzania yawasilisha COP30 mpango wa gridi ya taifa ya maji. Habari katika ukurasa wa 4. Mwanamke mbaroni kumdanganya mumewe ametekwa. Habari katika ukurasa za ndani za gazeti hili, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Habari Leo, gwiji la habari Tanzania. Pamoja na gazeti Habari Leo mikononi mwangu, nalo gazeti Mwananchi lenye habari iliyopewa kipaumbele ni uteuzi wa tume ya uchunguzi, mitazamo tofauti. Chadema, ACT Wazalendo, CUF wapinga uteuzi wakitoa sababu, wengine wataka tume ya Jaji Chande kuaminiwa, wakisisitiza uhuru wa ndani. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 4 wa gazeti hili. Gazeti hili kiandika 8 idadi ya wajumbe wanaounda tume ya uchunguzi wa vurugu zilizotokea nchini Oktoba 29, 2025. Vilio vya wananchi vya subiri mawaziri. Habari katika ukurasa wa 2 na ukurasa wa 3 wa gazeti hili. Habari picha ikimwonyesha Rais Samia Suluhu Hassan akiongoza kikao cha mawaziri, naibu mawaziri, naibu makatibu wakuu kilichofanyika Ikulu Chamwino mkoani Dodoma jana. Machumo, Tido, Razaro Nyarandu warejea kivingine. Habari katika ukurasa wa 5. Sababu Tanzania kuwa lango la biashara Afrika. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 2 wa gazeti hili. Lakini pia gazeti Mwananchi limeandika waziri wa fedha ataja mbinu za kupunguza matumizi ya serikali. Habari katika ukurasa wa 19, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Mwananchi katika ukurasa wake wa mbele. Nalo gazeti Majira, gazeti huru la kila siku lenye habari iliyopewa kipaumbele ni CCM yatoa onyo kali kwa mawaziri watakaozembea, haitosita kuchukua hatua kali, asisitiza Rais Samia anataka matokeo, hivyo dhamana yao wasichukulie kirahisi. Habari katika ukurasa wa 4 wa gazeti hili. Waziri wa fedha, tumebeba matumaini ya serikali wananchi. Habari katika ukurasa wa 4. Uamuzi wa Rais Samia kuanzisha maridhiano wapongezwa. Habari katika ukurasa wa 4 wa gazeti hili. NACTVET yasisitiza ubora wa elimu ya mafunzo ya ufundi. Habari katika ukurasa wa 4. Dr. Nchimbi kumwakilisha Samia hafla ya Zambia. Habari katika ukurasa wa 2 wa gazeti hili. Serikali yaita wawekezaji nishati safi ya kupikia. Habari katika ukurasa wa 3. Gazeti hili limeandika robo ya wafanyakazi ya WHO kupungua kufikia katikati 2029. Habari katika ukurasa wa 19. Tido Muhando Machumo wateuliwa Ikulu, Nyalandu balozi. Habari katika ukurasa wa 2 wa gazeti hili, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Majira, gazeti huru la kila siku. Gazeti Nipashe mwanga wa jamii nalo mikononi mwangu lenyewe habari iliyopewa kipaumbele ni wachumi, njia za kupita ni hizi. Ni mikakati mipya kufuatia kauli ya Rais Samia
kufunga mikanda, wataka mapato ya ndani ya chungwe, vinginevyo safari itakuwa ngumu. Ndani wa taarifa hii katika ukurasa wa pili, nukuu ya Dr. Donald Mali ikisema kupanua wigo wa walipa kodi ni muhimu, lakini mfumo lazima uwe rafiki. Tukikaza sana hadi mazingira ya biashara yakawa magumu, tutaua chanzo cha kodi chenyewe. Undani wa taarifa hii katika ukurasa wa pili, habari picha ikionyesha mashangingi ni maisha ya matumizi mabaya ya fedha, diplomasia kuvutia watalii na wawekezaji, nguzo wa kupata fedha, udhibiti wa safari za nje, kuongeza nidhamu ya matumizi. Nipashe limeandika wafurika kortini kujua hatma ya washtakiwa vurugu Oktoba 29, habari katika ukurasa wa 3. Kifo cha MC Pilipili chazidi kuibua maswali mazito. Undani wa taarifa hii katika ukurasa wa 4 wa gazeti hili. Kifo cha mchekeshaji maarufu Emmanuel Matias MC Pilipili kimeendelea kutikisa jiji la Dodoma na kuibua maswali mazito kuhusu kilichotokea katika saa zake za mwisho. Nani alimshambulia na kwa sababu gani? Kwa mujibu wa msaidizi wake Hassan Ismail, siku ya tukio Novemba 16 mwaka 2025 alipigiwa simu na mtu asiyefahamika akimtaka wakutane eneo fulani. Undani wa taarifa hii katika ukurasa wa 4. Siku 100 Ikulu, madaktari wajana hoja 9 ufanisi wa matibabu kufikiwa, habari katika ukurasa wa 5. Machumu Nyalando na Tido wachomoza uteuzi wa Ikulu, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa pili wa gazeti hili, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Nipashe mwanga wa jamii. Kila siku Fort Johanna Daycare and Nursery School inaanza na tabasamu, furaha na ujifunzaji unaohisi kama nyumbani. Tunafuata mfumo wa Montessori. Watoto hujifunza kwa kuchunguza, kugundua na kufanya mambo kwa vitendo, huku wakikua kwa uhuru. Walimu na walezi wetu wamefunzwa vizuri, wana uzoefu na upendo mkubwa kwa watoto, kuhakikisha kila mtoto anahisi kuthaminiwa na kujali. Fort Johanna Daycare and Nursery School ni mahali salama na penye ubunifu, ambapo watoto wanajifunza, wanacheza na kujijenga kwa kujiamini. Kwa wazazi wa Kigamboni na maeneo karibu ya Dar es Salaam, usikose nafasi. Usajili kwa mwaka wa masomo 2026 umefunguliwa sasa. Tunapokea watoto kuanzia umri wa mwaka 1 hadi miaka 5. Fort Johanna Daycare and Nursery School, mahali ambapo kujifunza ni upendo. Tembelea au tupigie simu leo kwa namba za simu 0746369615. Tazame sasa gazeti Mwanahabari lenye habari iliyopewa kipaumbele ni CCM hakuna kulala, yatoa msimamo kwa mawaziri na naibu mawaziri watakaoonekana kulegelega. Kiongozi asema chama kitaenda hatua kwa hatua katika kufuatilia utendaji wa mawaziri, asema shauku ya Rais Dr. Samia ni kuona matokeo chanya yanayoenda kuwalenga wananchi. Undani wa taarifa hii katika ukurasa wa 3. Dr. Nchimbi kumwakilisha Rais Samia uzinduzi ukarabati wa reli ya Tazara nchini Zambia, habari katika ukurasa wa 3. Polisi yatoa taarifa za uchunguzi kifo cha MC Pilipili, habari katika ukurasa wa 2. Waziri wa fedha ahidi ushirikiano kufikia malengo katika kukuza uchumi wa nchi, habari katika ukurasa wa 6. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Mwanahabari katika ukurasa wake wa mbele. Tutazame sasa habari za michezo na burudani kwenye magazeti ya michezo na burudani. Mikononi mwangu nalo gazeti Mwanaspoti lenye limeandika Yacob anolewa upya, kaka mtu anika siri, Kamara avunja ukimya, habari imeandikwa kwenye kurasa za ndani za gazeti hili. Mchezo ujao ni Simba dhidi ya Petro de Luanda, mchezo utakaopigwa Novemba 23 uwanja wa Benjamin Mkapa. Undani wa taarifa hii katika ukurasa wa pili wa gazeti hili. Gazeti hili limeandika Pacom Rushain dakika 360 za kibabe, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa pili wa gazeti hili. Chama lako linafungaje? Undani wa taarifa hii katika kurasa za ndani. Man United inavyosukwa pale kati ni balaa, habari katika kurasa za ndani. Playoff kombe la dunia 2026. Gazeti hili pia limeandika MC Pilipili kitabu kinafungwa, habari katika ukurasa wa 13. Ligi kuu kesho Ijumaa, KMC dhidi ya Tanzania Prisons saa 10 kamili jioni KMC Complex. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Mwanaspoti katika ukurasa wake wa mbele. Lukiza Autism Foundation inakuletea msimu wa 4 wa harambee kupitia hafla ya chakula cha usiku Autism Awareness Charity Gala Dinner itakayofanyika tarehe 31 ya mwezi wa kwanza mwaka 2026 katika ukumbi wa Mlima City, Dar es Salaam. Lengo la hafla hii ni kuchangisha fedha kwa ajili ya kuwafundisha walimu wa shule za awali kuhusu dalili za usonji, kutoa tuzo kwa wadau mbalimbali wa usonji, kuwakutanisha wadau mbalimbali wa usonji, kutangaza tarehe ya mbio ya Run for Autism Tanzania
2026 na kufungua usajili wa mbio hii. Kununua tiketi, kufadhili au kuchangia kiasi chochote kile, tembelea tovuti ya www.autismgaladina.co.tz au piga simu namba 0783639335. Ustawi kwa kila mtoto, viashiria vya usonji. Magazeti ya habari za michezo na burudani mikononi mwangu. Nalo gazeti ya Habari Leo, gwiji la habari Tanzania, lenye limeandika Simba yaita mashabiki Mkapa, Azam yawaza ushindi ugenini, Kabudi michezo msingi wa umoja nchini. Habari katika kurasa za ndani. Kocha Serengeti Boys eleza siri ya ushindi. MC Pilipili kuzikwa leo, polisi yasema aliuawa. Habari katika ukurasa wa 21. Mtanzania avunja rekodi ya dunia. Habari katika ukurasa wa 23. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Habari Leo, gwiji la habari Tanzania, ukurasa wake wa nyuma, habari za michezo na burudani. Nipashe Mwanga Jamii lenye limeandika Yanga Sports Club kuikabili AS FAR Rabat kibabe, yafunguka ni mpinzani mgumu lakini hakuna kinachoshindikana endapo. Ndani wa taarifa hii katika ukurasa wa 23. Kamara nje wiki 10, Simba yabadiligia. Habari katika ukurasa wa 23. Gabriel kuikosa Spurs Jumapili. Habari katika ukurasa wa 21. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Nipashe Mwanga wa Jamii.